hiyo hii nayo inahitaji kutatuliwa. Baada ya kuona hivyo na kuona mheshimiwa mbunge ameunga mkono kwa tofali 10,000, na mimi kwa niaba ya viongozi wenzangu na chama changu cha walimu Tanzania nikaona ni vema leo nije na mifuko kwanza 100 ya saruji ili kuhakikisha tunaendelea kupunguza changamoto hizi za wanafunzi wetu. Lakini nikaona nisiishie hapo tu. Nikaona hasa baada ya kuwa nimewasiliana na rais wangu wa chama pamoja na viongozi wenzangu, tukaona ni vizuri hii shule, kwa kuwa hata wazazi wanaonesha moyo wa kujituma, na kupitia risala yenu tukaona sisi pia tuwaletee baadhi ya vifaa vya TEHAMA. Adha tunayoipata ni kubwa sana, kwa sababu kudhibiti wingi wa wanafunzi tulionao takriban 1300 bila kuwa na uzio inatuletea changamoto kubwa. Lakini pia mwingiliano wa wananchi na watu mbalimbali, wapita njia, ufugaji na wenyewe unatusababishia changamoto kubwa. Lakini zaidi wizi, pamoja na mtu yeyote mwenye nia ya aina yoyote anaweza kuingia hapa bila sisi kupata taarifa, na hata anaweza akafika hadi kwenye mabweni ya wanafunzi. Kwa hiyo hii inatuathiri sana katika kufanya kazi katika shule yetu. Matishio ya kubakwa hapana, lakini zaidi ni wizi. Na hata siku za karibuni walisahau kufunga dirisha, na usiku walikuta kijana yumo ndani ya bweni na walipiga kelele na tuliweza kuwasaidia kwa wakati. Bado zipo changamoto nyingi ambazo zinatukabili tukiwa kama wanafunzi wa lugha ya sekondari. Mfano, hatuna uzio kwa shule yetu. Kwa hiyo licha ya kuwa kuweka baadhi ya walinzi, kuna walinzi 3, lakini bado haitoshi kwa sababu shule yetu ulinzi ni mdogo. Kwa hiyo ni kama changamoto kwetu. Kingine, maeneo ya bwaloni, maeneo ya kulia chakula. Wakati wa mvua tunahangaika sana kama wanafunzi, kwa sababu tunakula huku tukiwa tumesimama, kwa sababu hakuna viti na bwala letu ni bovu. Kwa hiyo kama serikali tunaomba mtusaidie kuhusu hilo. Mfano, madome yetu haya kwa kule nyuma unakuta limechanwa, aidha mtu anakuja anachana kule. Wengine muda tuko maeneo ya plepo, muda tunajisomea, wanakuja baadhi ya watu, kwa sababu sisi tunakuwa tupo maeneo ya juu tunajisomea, wanaingia madomuni kuiba baadhi ya vitu. Hapo wanafunzi wengi sana kidato cha 5 wameibiwa vitu vingi sana, mabegi, machanka yao unakuta yamechukuliwa, mengine yamefunguliwa na mengine yamebomolewa. Kwa hiyo ni kama changamoto kwa upande wetu. Changamoto kubwa linatukabili sisi sana wanafunzi wa bweni ni kukosa fensi, kwa maana tumekuwa tukiingiliwa na majambazi sana, unakuta wanavunja milango, wanatoboa madirisha, wanaingia hivyo kutuibia vitu. Kwa hiyo ndio tunapitia hayo kama wanafunzi wa bweni. Kiufupi kama umeona kama fensi hiyo tumekosa, unakuta wezi wanaingia ndani. Inakuwa kwa upande wa mtoto wa kike inakuwa ni hatari kidogo, kwa maana hatujui anayeingia ni mtoto wa kiume, naye ndio kupelekea majanga mengine kama ya kubakwa na vingine kuibiwa. Na tunapata vitu vingi kutokana na elimu. Kwa hiyo hata wazazi huko, watoto walioko nyumbani, muachie wakapate elimu, na wao siku moja wafurahie vitu vizuri hata vitakavyowasaidia kule mbeleni. Kiukweli elimu ina faida nyingi. Tukimaliza hapa tutaenda university, tutapata vitu ambavyo vitatusaidia kazi zetu wenyewe. Wengine tutakuwa madaktari, wengine tutakuwa wahasibu, wengine tutakuwa mainjinia. Kiukweli zitatusaidia hata, na tutawatoa wazazi wetu katika changamoto wanazopitia kwa sasa na kuwafikisha katika hatua ambayo ni nzuri.